Swali ambalo tumekuwa tukiulizwa kwamba ni kivipi vidonda vya tumbo vinasababisha mtu kukonda. Watu wengi huwa wanakonda sababu na vidonda vya tumbo ni moja ya sababu inayopelekea mtu kukonda. Kwa nini sasa vidonda vya tumbo vinasababisha mtu kukonda? Kitu cha kwanza, vidonda vya tumbo husababisha kupungua kwa hamu ya kula. Mara nyingi ukishapungukiwa ile hamu ya kula, basi hautakula kabisa, na usipokula, tunajua sisi tunategemea energy kutoka kwenye chakula tunacho kula. Kwa hiyo unapokosa hamu ya kula na usile kabisa, basi itasababisha wewe kuweza kukonda. Lakini pia cha pili ni kuepuka maumivu na hofu ya maumivu baada ya kula. Watu wengi hupunguza kula, au unakuta mtu hali sana ni sawa na hali sana kwa sababu anakula kidogo tu. Kwa nini anakula kidogo? Kwa sababu anaogopa, anakuwa na wasiwasi na maumivu ambayo atayapata baada ya mlo, na hiyo inapelekea mtu kuweza kupungua uzito. Lakini pia tunasema kichefuchefu na kutapika. Wengi sana wamekuwa na dalili hii, na wengi zaidi wameenda mbali zaidi. Unakuta mtu anatapika damu, lakini anakuwa na kichefuchefu kikali. Sasa unapokuwa na kichefuchefu na kutapika, basi kuna baadhi ya virutubisho na maji huwa yanapotea. Kwa hiyo ni rahisi sana kwako wewe kuweza kupungua uzito. Lakini pia mmeng'enyaji wa chakula kuwa duni. Mfumo wako mmeng'enyaji wa chakula au vidonda vya tumbo huwa vina asili moja kwa moja utumbo mdogo na tumbo. Kwa hiyo umeng'enyuliaji wa chakula haufanyiki vizuri, kwa hiyo utapoteza baadhi ya virutubisho muhimu. Lakini mwisho tunasema ni msongo wa mawazo na maumivu ya kudumu. Wengi wanakuwa na msongo wa mawazo ambavyo huwa inaasili homoni ya mfumo wa kula. Kwa hiyo ukiwa na changamoto hizi, basi vidonda vya tumbo inakuwa ni rahisi kusababisha mtu kuweza kukonda. Kwa hiyo kama unakonda, kilo zako zinapungua na una vidonda vya tumbo, ndugu yangu, hakikisha unatibu vidonda vya tumbo. Ni tiba sahihi. Kama umekosa tiba sahihi ya vidonda vya tumbo, basi jibu lako liwe stomach ulcers. Tumia stomach ulcers kuweza kuondokana na hiyo changamoto hiyo. Kama una changamoto yote, una swali lolote, basi tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki.